Kamati ya Ulinzi na Usalama hii ya mkoa, sisi tupo kazini kila siku, na bahati iliyo nzuri hakuna attempt zinafanyika weza za ujambazi au za utapeli tusiwakamate watuhumiwa. Wiki kadhaa zilizopita kanisa la EAGT Kidatu walimwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ombi la mchango wa ujenzi wa kanisa, na kwa utaratibu wakiandika barua ya namna hiyo, maombi yao yalikuwa ni shilingi milioni 25, wakimwomba Mheshimiwa Rais awachangie ujenzi wao wa kanisa. Walinirudishia mimi majibu, nikampa nakala Mchungaji Rashid kwamba barua hiyo imepokelewa na wanaichakata na Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu mkubwa hakukataa. Sasa wakatokea wengine matapeli ambao wanajiita ni supporter the Solidarity Fund for the Church African Ahead, ambao makazi yao yapo nchini Kenya. Hawa mabwana hawa waliandikia kanisa Evangelist Church Assemblies of God hawa Kidatu Tabora hapa, wakiwajibu barua ile waliomwandikia Mheshimiwa Rais, wakiwaambia kwamba ombi la ufadhili wa ujenzi wa kanisa, waliomba mchango kwa Mheshimiwa Rais wa shilingi milioni 25 amalizie kanisa lao. Wakamtafuta huyu bwana, wakamwambia, kwanza tunakupongeza kwa maombi yako ambayo imwandikia Mheshimiwa Rais barua akitaka kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amewaelekeza taasisi hiyo kwamba, na akionyesha kwamba unapoomba maombi kwa Mheshimiwa Rais anazo taasisi anazozielekeza kulingana na maombi ambayo umeyaomba. Lakini akaenda mbali akasema, kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Hebu basi na nyinyi changamkeni. Kwa wakajiandaa, na huyu bwana akasema andaeni shilingi milioni 15. Sasa namna ya kuzifikisha kwetu tutawaelekeza. Sisi ofisi yetu ipo Kenya, Nairobi, na ni kweli huyu bwana yuko Nairobi. Hawa mabwana wakakusanya hela, lakini na vyombo wakawa wameisha tutaarifu, tukawaambia cha kufanya. Tulishajua ni matapeli, kwa sababu utaratibu wa mawasiliano serikalini sisi tunajua haiwezi kuwa kwa namna hii. Kwa tukaendelea na mtego wetu, ikashindikana hela kuziweka NMB. Ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga, huyu atoke Nairobi wakutane na Manga amkabidhi mzigo wake. Kwa hiyo akichukua gesti hiyo ampigie bango la picha hiyo amrushie, ili wakati anavuka huyu kutoka kule Nairobi asije akapotea. Akamwambia, uniambie na chumba utakachochukua. Huyu bwana akachukua chumba namba 1, akapiga picha akamrushia, ukija gesti fulani nipo chumba namba 1. Kwa hiyo akaja kuchukua hela zake, akamatwa. Ndio hapa mnamuona makanisa ambayo tayari ameisha yafanyia utapeli. Kanisa la kwanza ni kanisa la EAGT Kidatu ambalo lipo hapa Tabora, lakini kuna EAGT Viwege Dar es Salaam. Kuna mchango wa gari la kanisa la Mennonite kule Arusha. Kuna kanisa la Waadventista wa Sabato kule Bukoba ambapo eneo linaitwa Mafumbo. Kanisa la Kristo kule Buzuruga Mwanza. Kuna kanisa la Waadventista wa Sabato kule Kichangani mtaa wa Kange kule Tanga. Passport alionayo, anayo passport kuonyesha yeye ni raia wa Burundi. Mitandaoni yeye ni raia wa Tanzania anayeishi Kenya. Sasa katika upekuzi zaidi, huyu bwana kipindi kile maandamano yanataka kufanyika, alikuwa akiwasiliana na Mange Kimambi na akimwambia Mange Kimambi kwamba mimi ni raia wa Tanzania, naishi Nairobi, kwa matatizo yaliyonifika nimeamua kukimbia nchi, naishi Nairobi na tupo tayari kukinukisha. Mange akamwambia katika mawasiliano kwamba kwa sasa sina hela. Akawasiliana na Heche, message nyingi, John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Message nyingi, lakini hakuna hata message moja ambayo Heche aliwahi kumjibu. Akimwambia hivi, mimi naitwa fulani bin fulani, nimekimbia nchi, nipo Nairobi, ni Mtanzania, tupo tayari kukupa support, tupo tayari kuandamana, tupo tayari kutoka tarehe 29. Heche hakumjibu. Anazo namba ambazo anasema kwamba kuonyesha utanzania wake, anawasiliana na Masauni ambaye ni waziri, anawasiliana na Mchengero ambaye ni waziri. Kitu cha uongo, anazo namba tu lakini hamna mawasiliano yoyote.
Kwa ukimfikia kama kuna aina yoyote ya uhalifu, anakuonyesha namba za mawaziri na viongozi wengine wengi wa nchi hii. Kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini. Nimekosea sana, na pia nimekosea wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ni mwakilishi wa mheshimiwa rais. Nimekosea sana, hujanisingizia hata moja kwa kweli, ila nimejuta na nitajifunza sana kupitia haya mheshimiwa mkuu wa mkoa.